Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu, na kusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ni mtumwa wako Mwinjilisti Pascal Cassian. Leo ninatamani sana nizungumzie juu ya mambo yanayoendelea, hususani nimezidi kukuonyesha sana habari ya unabii. Ukiangalia katika unabii wa siku za mwisho, ukizingatia kwenye upande wa nchi yetu ya Tanzania, yenyewe imepita kwenye mtikisiko na bado inaendelea kuwa kwenye mtikisiko juu ya utawala ambao uliopo mpaka sasa hivi. Maelfu na mamia wamezidi kumwaga damu katika taifa letu la Tanzania kwa sababu ya siasa na machafuko yanayoendelea, lakini pia ni katika mataifa mbalimbali, hususan ukiangalia sasa hivi juzi hapa tunaona mtafaruko ambao umeendelea kwenye mataifa tofauti tofauti, hasa pale Uganda napo watu wamemwaga damu, na mtawala ambaye amekuwepo ameendelea kushikilia kwa nguvu katika madaraka. Yani vyote vinadhihirisha, kwa sababu ngoja nikwambie, unaweza ukaangalia tu mwenyewe ukaelewa kwamba yule mpinzani wake ambaye ni kijana Bobi Wine ambaye ndiye amekuwa mpinzani, utaangalia hata kwenye kampeni utagundua kwamba Bobi Wine ni mshindi kabisa. Taifa limemkubali, vijana wamekubali kwa sababu ya siasa zake, lakini cha kusikitisha ni kwamba matokeo yanakuja kutokea tofauti. Na hii ukiangalia unakuta kabisa yule mzee Museveni anazungumza vitu vya hadharani kwamba tunazima internet kwa sababu tumeitengeneza wenyewe. Ni kauli ambazo sio za haki, ni za kiubabe. Kwa nini uzime internet? Kwa sababu zipi za msingi? Na hiki kitu kilitokea hapa katika taifa la Tanzania, ilisababisha ikatokea hivyo. Lakini pia anazungumza mtoto wake kwamba hata kama hauwezi ukamuondoa baba, na uwezi ukafanya vita na babangu kwa sababu labda hata kama akifa mimi nitakuwepo, nitaendelea kuongoza nchi. Kwa hiyo ukiangalia kauli na lugha kama hizi unagundua kwamba ni roho ya machafuko ambayo ilitabiliwa kwa kila taifa. Kutatokea machafuko kila taifa, kutakuwepo na mambo mazito kama haya. Kwa hiyo unabii umekwisha kuweka wazi, na ndio maana nimejaribu kuwasisitiza sana katika nabii zilizopita, hususan katika nyimbo zangu na mbalimbali. Nimezungumza sana tuwe macho, tusiconcentrate kutazama masuala ya kisiasa zaidi, tukashindwa kuelewa Mungu ana lengo gani. Naomba nikukumbushe katika maandiko matakatifu, Mungu ana lengo moja katika huu muda. Kwa nini haya yote anayaruhusu? Mungu hajaruhusu haya mambo halafu tuangalie kwenye masuala ya siasa. Leo sasa hivi kuna kampeni ambayo shetani anaifanya kwa lengo la kupotosha ujumbe ambao Mungu ameuachilia kwetu watu wa Mungu. Lengo la Mungu ni kutuamsha tutoke usingizini. Lengo la Mungu ni kututoa kwenye giza, tugeuke na kutubu, tutembee katika njia zilizo njema, tuwaamshe wenzetu. Lakini ndio lengo la Mungu lililokusudiwa katika majira haya. Cha ajabu ni kwamba shetani amejua majira, kwa sababu Biblia inasema katika Ufunuo kwamba naye anayajua majira yake, wakati wake wa kufa anaujua shetani. Majira ya shetani ya kufa yameshafika, ya mwisho wake wa kufa duniani kumefika, lakini nini kinaendelea? Kwa hiyo anaamua kutoa ule ujumbe kwa watu wasiuelewe, anaupeperusha na kuupotosha. Kwa hiyo watu sasa hivi amewapeleka na kuwaumulikia kwenye akili zao watazame masuala ya siasa. Ukiangalia sasa hivi makanisa yote duniani yanahubiri habari ya siasa. Huwezi kukuta mchungaji asijikite na siasa, na anatumia watu famous ambao ni wakubwa kwenye mataifa mbalimbali, na ni wachungaji wakubwa ambao unakuta wanashikilia, wanaanza kuzungumza masuala ya siasa. Na hizi siasa sio kwamba mbaya, lakini sio lengo la Mungu kuweza kutengeneza watawala, sio lengo la Mungu kurekebisha watawala, sio lengo la Mungu, kwa sababu haya yataendelea kuwa mabaya na mabaya tu, yataendelea kuwa machafuko na machafuko tu. Lakini tunapoendelea kuwa katika hii hali ya mapambano ya kuomba haki kwenye kila taifa, tusisahau lengo la Mungu ni kutuamsha katika roho. Ujumbe huu nimeendelea kuusisitiza mpaka nimeamua kuutolea kwenye wimbo. Kwa hiyo wimbo huu ni kukusisitiza kabisa. Wimbo huu unasema, sauti ya Mungu inasema kupitia maandamano. Nadhani huu wimbo utaenda kuuangalia muda sio mrefu. Katika maandiko matakatifu Biblia inasema katika Mathayo 24 na ule mstari wa kwanza 24, anasema mtasikia habari za vita na tetesi za vita. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Kwa hiyo unaona kutakuwa na migogoro, kutakuwa na machafuko. Katika siku za mwisho, wakati Yesu anakaribia kurudi, kutakuwa na migogoro ya siasa, machafuko kwenye mataifa. Taifa litaenda kupigana. Sasa hivi kuta Marekani anataka huyu na huyu. Sasa watu wa Mungu wanatakiwa kuamka hapa. Wanatakiwa kuamka, wasidiri na siasa. Wasihubiri siasa. Kwamba Tanzania tunaamka tunaenda kutawala, siji kunaenda kutokea nini? Hakutatokea amani katika taifa la Tanzania. Hakutatokea amani. Kwa mimi najaribu kudiri zaidi na hicho kitu kinachohitajika mpate kuelewa. Hakutatokea amani kamwe. Taifa la Tanzania halitapata amani kamwe.
litaendelea kuharibika, litaendelea kupotoka kabisa, kutokana na roho ya unabii inavyozungumza. Na haya ndiyo majira ya kila taifa kwenda kuingia kwenye mvurugano. Hakuna taifa ambalo litakuwa na amani, hakuna taifa ambalo litakuwa liko sawa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usichezeshwe mchezo na shetani ukauacha ujumbe ambao Mungu anaulenga kwenye huu muda wa machafuko. Ni kutuamsha sisi walio watu wa Mungu, ni kuelewa sauti ya Mungu inayozungumza kupitia sisi, kupitia machafuko inazungumza ya kwamba tuamke na tuamshe watu. Kwa hiyo mimi nawasihi watu wa Mungu, wachungaji, manabii ambao tayari na wao wamekumbwa kwenda kwenye mfumo wa siasa na kuamini kwamba kuna maisha mazuri kwenye taifa inaweza ikatokea. Hayatatokea. Kila taifa litazidi kudidimia kwenda kwenye hatari zaidi, itaenda kwenye uasi zaidi, itaenda kwenye upotovu zaidi. Hakuna mtu atakayepozesha. Hata watawala watakaokuja hawataweza kukiuka unabii, wataendelea kuwa waovu kwa ajili ya kutimiza unabii, kwa sababu ni majira ya shetani kutumika, majira ya shetani kutumika kupitia unabii wa Kristo aliyoweza kuachilia ili kusudi utimilike na kuileta sababu ya kurudi kwa Kristo. Na haya bila kutokea, Kristo hatorejea na unabii wake utakuwa ni bure. Kwa hiyo mimi ninaposema kuzungumza haya mambo, lazima upate kuelewa kwamba pamoja na kwamba tunaendelea kusimama kumlilia Mungu atupatie nafasi ya kuishi katika haki, lakini lazima uelewe machafuko haya hatutayazuia, mauaji haya hatutayazuia, tutayapunguza kwa kuyakemea, lakini yatazidi kutokea ili kuleta ule mwisho. Kwa hiyo tusijisahau tukadili na siasa tukashindwa kuelewa Mungu analenga kitu gani. Chukua nafasi hii kusema Mungu akubariki. Twende tukauangalie, tukausikilize huu wimbo tena. Ni wimbo ambao Mungu amenipa ujumbe mzito sana, na unahitaji wewe mwenyewe ushiriki kwa mkono wako kwenda kushare. Share ujumbe huu, share huu wimbo, share kwa marafiki zako. Tafuta huu wimbo, mpatie ndugu yako, mwambie sikiliza ujumbe huu, sikiliza wimbo huu, sikiliza, watumie marafiki zako, tumia watu mbalimbali wimbo huu, utakusaidia. Huu ni wimbo ambao Bwana amenipa, ni wimbo ambao ameniambia nizungumze na taifa na mataifa kiujumla. Watu wa Mungu, msijisahau kudili na siasa. Mkaanza kudili na siasa mkasahau kuelewa Mungu anazungumza nini. Shetani anaupotosha ujumbe, watu wa Mungu wasiuelewe, lakini Mungu anazungumza kupitia haya machafuko kwa lengo la kutuamsha tuamke. Watu wa rohoni, watu wa Mungu, watoto wa Mungu wanatakiwa kuisikia sauti ya Mungu inazungumza. Na Bwana ameniambia niwakumbushe kwamba tuisikie sauti ya Bwana. Anatuamsha si kwa ajili ya siasa, anatuamsha kwa ajili ya kutengeneza roho zetu. Niseme hivi basi, twende tukauangalia wimbo huu, na hakikisha unapouangalia wimbo usiache kushare, usiache kwenda kuwatumia watu wengine. Na ninakwambia kwamba unapofanya hivi unakuwa umefanya kazi ya Mungu ya kuhubiri pamoja nami. Lakini pia usiache kuungana pamoja nami katika sadaka kupitia namba hii hapo unayoiona. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Tuifanye kazi ya Mungu kungali nafasi ipo, kwa damu ya Yesu. Amen. Matangazo ya kurudi kwake, kila mmoja mukengeo anarudi, anarudi. Dunia imejaa kelele na vilio, watu wanateseka kila mahali duniani kote. Chuki vimejaa duniani kila mahali vilio, lakini watu bado wamelala kiroho. Watu wanapigana bila kujua kwa nini wanapigana, lakini sauti inaita, lakini sauti inaita ikisema narudi, wanafanyeni matengenezo kupitia machafuko haya, anatuamsha turudi nyumbani. Tutubu
inaita tena na tena. Sauti, sauti inaita watu waamke kiroho. Bwana anarudi, Yesu anarudi kuhukumu dunia hii. Sauti, sauti inaita tena na tena. Sauti, 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 sauti jamani, sauti, sauti inaita, sauti inaita kupitia maandamano, inaita kupitia machafuko, inaita kupitia mafarakano, inaita kupitia hizi vita. Sauti, sauti tuisikieni, sauti ni matangazo ya kurudi kwake. Kila mmoja amke kiroho, anarudi, anarudi. Watu wengi wameiacha njia ile ya Mungu wa kweli. Wema unapungua, upendo unapotea duniani. Dhambi imekuwa jambo la kawaida kwa watu wengi, lakini mbingu Mungu anaona duniani kote. Bado anaita kwa upendo, mwanangu rudi nyumbani. Ndiyo maana anatoa sauti kwa njia ya machafuko haya kuamsha roho zao. Wema umepungua, upendo unapotea kila siku. Dhambi imekuwa jambo la kawaida duniani, lakini Mungu anaona duniani kote. Bado anaita kwa upendo, mwanangu rudi nyumbani. Sauti, sauti, sauti inaita, sauti, 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 sauti jamani, sauti, sauti inaita, sauti inaita kupitia maandamano, inaita kupitia machafuko, inaita kupitia mafarakano, inaita kupitia hizi vita. Sauti, sauti tuisikie, sauti ni matangazo ya kurudi kwake. Kila mmoja amke kiroho, anarudi.